Yesu Kristo akatoa ile parable, akasema ya kwamba mpanzi alienda akapanda mbegu. Kuna zenye zilianguka njiani, zilianguka kwa udongo mzuri, zilianguka mibani, zilianguka mwambani, na kila mbegu yenye ilitupa chini ilimea kwa uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mbegu ni mioyo yetu. Ni aina za mioyo yetu. Kuna moyo ambao ni wa njiani, kuna moyo ambao ni wa mwamba, kuna moyo ambao ni wa miba, kuna moyo ambao ni wa udongo, kuna moyo ambao ni wa shukurani, na kuna moyo wa umakini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jiulize, wewe ni mbegu ya aina gani? Na wewe umepandwa wapi katika moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa by the way. Hiyo simulifundishwa kuhusu moyo. Haleluya. So mchana huu wa leo nataka kunena neno kuhusu nguvu ya kuchelewa. Nguvu ya kuchelewa. Kuna vitu ambavyo vimechelewa katika maisha yetu. Ulitarajia hizo vitu zitakuja kwa wakati wake, lakini hizo vitu hazijakuja. Hizo vitu zimechelewa. Watu wa Mungu wamekutamkia, wamekutabiria mambo makuu, unabii mkuu, lakini vitu zimechelewa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yoshua kwa wakati mmoja, yeye alikuwa ni jemedari wa vita. Alikuwa ni shujaa, akisimama mbele ya vita kuongoza vita, alikuwa ni mtu ambaye anashinda vita. Lakini kwa wakati mmoja Mungu akamwambia ya kwamba silaha zako zote utazipigana. Hautapigana na silaha sasa, utaniibia. Bwana Yesu asifiwe. Joshua akajipata in direct. Akasema ya kwamba tangu lini Mungu anajua ya kwamba mimi ni mtu wa vita? Tangu lini mimi ni kama mwimbaji? Akaona hili ni jambo ambalo ni mzito sana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na licha ya kwamba aliweka silaha zake chini na akajiweka katika kiwango cha kusifu na maabudu, lakini ile jambo lilimtatiza. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia akibomoa Yeriko katika sifa na kupiga maadui wote wenye walikuwa mbele yake, lakini lile jambo likamtatiza. Na Yoshua akakuja kutamka jambo, na lile jambo lenye alitamka, miaka ikapita, miaka 500. Akasema ya kwamba atakayejenga malango ya kuwa ukuta na kuweka na hizo foundation zake, atakayejenga atapoteza mtoto wake wa kwanza, na atakayeweka hiyo misingi atapoteza tena mtoto katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo lilichukua miaka ndiposa likapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. If you read the book of 1 Kings 16 and verse 34, utasoma kwa wakati wako. Hatuna wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ni unabii ambaye alitoa. Tunaona ya kwamba Segubu baada ya miaka 500 kupita alisema ya kwamba litajenga huo ukuta. Na alipoanza kujenga ule ukuta, alipoteza mtoto wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ndani ya maisha yetu kuna vitu ambavyo tumetamukiwa, lakini kuna nguvu ambayo imesimama ya kwamba ikapate kuchelewesha vitu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pastor Mike, hebu nifungulie kitabu cha Wafalme wa Pili 4 kifungu cha 16. Na nena kuhusu mwanamke yule Mshunami. Wafalme wa Pili 4:16. Yes. Nasema panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi jakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, kazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa
Kakuwa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno, wana wavunao. Wakamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, chukue kwa mama yake. Akamchukua, akampeleka kwa mama yake. Naye akakaa magotini mwake hata dhuhuri, kisha akafa. Piga tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ni mwanamke Mshunami. Huyu mwanamke Mshunami alikuwa anaona hao watumishi wa Bwana kila wakati wanapita, wanaenda Yerusalemu kuabudu Mwenyezi Mungu. Na hiyo safari haikuwa ni safari ya karibu, ilikuwa ni safari ya mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya maisha ya huyu mwanamke, alikuwa ni mwanamke ambaye yuko na utajiri, yuko na mali, yuko na uweza, lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa vimechelewa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona hili jambo likiwa linafanyika kwa watu ambao wako na mali. Niko na ndugu yangu mwenye yuko na mali kabisa, ni tajiri kabisa. Alikuwa ni chief auditor Mumiashu. Yuko na mali kabisa. Ni mtu ambaye amekuwa akilipwa mshahara ya over 1 point. Lakini mtoto kwa maisha yake hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye amefikisha sasa miaka 62. Lakini mtoto hakuna. Mpaka mama yake kila wakati alikuwa anamletea shida. Mtoto yuko wapi katika hilo? Hizi umbwa zenye umefuga ndio watoto. Amefuga umbwa tu na hizi bata mzinga na wanyama, lakini mtoto kwa hiyo boma hakuna. Bwana Yesu asifiwe. So neno linasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na utajiri, lakini ndani ya maisha yake kulikuwa na kitu chenye alikuwa amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Na tazama, wakati alipokuwa akiwatendea watumishi wa Bwana yaliyo mema, kwa wakati moja Elisha mtumishi wa Bwana akatamka maneno. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, kwa majira kama haya na masaa kama haya, tazama unaenda kushika mimba na utazaa mwana, na atakuwa ni mwana ambaye ni wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya maisha yetu tumetamkiwa vitu kama hivi. Kuna wale ambao wametamkiwa mambo na yakakuja yakazaliwa, lakini hayo mambo ikakuja ikafika pahali ikakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Niko hapa kuambia mtu, chochote kile ambacho kimeshika anga yako, kimeshika maisha yako, kimeshika hatima yako, kimeshika kazi yako ya kwamba hiyo kazi haizalishi, kimeshika mashamba yako ya kwamba haizalishe, kimeshika mikono yako ya kwamba haizalishe, hiyo kitu kikapata kukuachilia sasa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu yoyote ile ambayo iko nyuma yako, nguvu ambayo ni ya kuchelewa, watu ambao wametoka nyuma, ambao wewe uliwatangulia, wanakupita, wanafanya vitu, wanafanya maendeleo, lakini wewe umekwama mahali pamoja. Niko hapa kukuambia ya kwamba ukapate kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Anga yoyote ambayo imeinuliwa kinyume na maisha yako, ninavunja hiyo anga katika jina la Yesu Kristo. Ni lazima ufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akaleta neno la unabii. Akaambia Petero ya kwamba kesho masaa kama hii utanikana. Neno la unabii. Lakini yeye akaona ya kwamba ni kama hii matamshi, hii neno la unabii litachelewa, litakawia. Lakini kesho yake ilipofika, akaona lile neno limetimia. Akawa ni mtu ambaye ni wa kulia na kutubu. Baada ya masaa 6 tu, baada ya Yesu kumwambia lile neno la unabii, akaanza kuona ya kwamba kweli na alisema. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kulia na kuomba ya kwamba Yesu kapata kunisamehe. Nisamehe. Nilikuwa naona ya kwamba hili jambo linaweza likachelewa, lakini kumbe umetamka hili jambo na likakuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Mungu akaambia Abrahamu, tazama uzao wako unaenda kuwa utumwani kwa miaka 400. Abrahamu hakuona ya kwamba lile jambo litakuja kutimia. Na tunaona ya kwamba uzao wa Abrahamu ulikaa utumwani kwa miaka 430. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo neno lolote la unabii lenye umetamkiwa, chukua lile neno, meditate on that word, pray over that word, let it be fulfilled in your life in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tusio watu wa kupuuzilia vitu. Watu wengi wamepuuzilia vitu na ndiposa unaona ya kwamba wamechelewa. Mwenyezi Mungu akatuambia katika kitabu cha Chronicles 20:20, mniaminini, mnaamini manabii wangu na muamini neno langu, ndiposa mkapate kudhibitika. Neno la unabii tukapata kuwa watu wa kuamini. Tumekuwa watu ambao we are being spoken of a prophet over our life, we are neglecting that word and despising that word, and it is not working for us because we have that spirit of despising the word of God, the spoken word. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusiwe watu ambao wakupuuzilia neno lake Mwenyezi Mungu, lakini tuwe watu ambao tutalitilia maanani neno lake Mwenyezi Mungu, ya kwamba kile ambacho Mwenyezi Mungu amenena kwa maisha yetu kisije kikachelewa. Vitu vinachelewa kwa maisha yetu ni kwa maana tumekuwa watu ambao ni wakupuuzilia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What does the word delay means? To delay, it means to be late. Hey, and you know, like as we workers, if you are late, either you'll be suspended, or you'll be terminated. It will depend upon pahali penye unafanya nini, unafanya kazi. Get a warning letter. Wengine wanakula warning letter, wengine unapewa dismissal, tumekupa wiki kwa maana wewe ni mtu wa kuchelewa, endo pumzike kwa maana umependa kuchelewa na kukaa pahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the word delay means to be late or slow. Ukiona anybody who has a sluggish character, that is the spirit of delay. Bwana Yesu asifiwe. Hata sijui kono alifika aje kwa Sabina. The spirit of delay. The spirit of the tortoise. Hiyo roho ya kono, roho ya kobe, tunakataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. To delay is to be deferred or to be postponed. Kile kitu chenye ulikuwa unatarajia leo, umehakikishiwa ya kwamba kuja huo mtaji unaenda kupata, hiyo kazi unaenda kupata, lakini angalia ukienda pale wanakuambia hiyo kazi haiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ambayo ya kusongesha vitu mbele, wamesongesha hizo vitu mbele, ya kwamba sasa hauoni hiyo kitu tena ndani ya maisha yako, kimesongeshwa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama kimewekewa kizingiti ya kwamba usije ukaona hii kitu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So a stretch between time and prophecy is delay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu chenye kimesimama katika njia yako na katika neno la unabii, ujue ni roho ambaye ni ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Delay is a prolonged ending or an extended pause. Tulikuwa tunacheza mchezo tukiwa watoto, tunasema ya kwamba statue unakaa ukauke. That is a spirit of delay. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watoto wanakuanga na upako. Statue, wewe unakaa statue. Unaona tu ati ni mchezo statue. A spirit of delay. Kwa hivyo usiwe mtu ambaye wa kupostpone vitu ndani ya maisha yako. Usiwe mtu wa kuprocrastinate vitu. Unajua watu ambao wako na hiyo roho ya procrastination ni watu ambao wanazungumza kwa kinywa.
mwaka kesho ninaenda kujenga nyumba kubwa, ninaenda kununua shamba, ninaenda kuoa, ninaenda kutafuta kazi, nitafungua duka. The spirit of procrastinating. Hiyo roho unazungumza tu kwa kinywa, lakini matendo ndani mwako haiko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni the spirit of delay. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hebu Pastor Mike tusomee hii kitabu Zaburi. Zaburi 79:7 hadi 9. Alafu hiyo Zaburi tena utatusomea 34:15. Zaburi 79 mstari 7 hadi 9. 7 hadi 9 inasema kwamba kwa maana wamemula Yakobo na matuo yake wameharibu. Usikumbuke juu yetu maovu ya baba zetu. Rehema zako zije kutulaki hima, kwa maana tumedhilika sana. 9. Mungu wa wokovu wetu, tusaidie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuokoe ugofiri dhambi zetu kwa ajili ya jina lako. Zaburi 34 mstari wa 15. Macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Amen. Hallelujah. Amen. Daudi akasema ya kwamba, how long will this come on me? I cried out to the Lord. Ni kwa nini hii roho ya kuchelewa inanilikujia? Mungu ulimwaminitamkia mambo makubwa ya kwamba mimi nimeua watu 10,000, Sauli ameua watu 1,000. Lakini angalia Baba, ikiwa sasa niko na hiyo kipawa, mbona vitu zinachelewa ndani ya maisha yangu? Akasema ya kwamba nilimlilia Bwana katika shida zangu, nilimlilia Bwana katika uchungu yangu, naye Bwana alikuja ili akapate kunikomboa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Yeremia 29:28. Yeremia 29:28. Ambaye ametuma watu kwetu katika Babeli, kusema uhamisho huu ni wa siku nyingi. Jengeni nyumba mkakae ndani yake, pandeni bustani mkale matunda yake. Neno linasema hivi 29:28 nasema ya kwamba ametuma ujumbe huku Babeli, mtakuwako huko muda mrefu, mtakuwako huko muda mrefu. Spirit of delay. Yani walituma kule Babeli. Mnajua Babeli, the meaning of the word Babylon is confusion. Na ukikaa pahali ambapo utakaa kwa muda mrefu, you are in that state where you are confused. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Neno linasema ametuma ujumbe huko Babeli. Ametuma neno la unabii huko Babeli. Mtakuwa huko muda mrefu. Kwa hivyo jengeni nyumba mkakae, pandeni mashamba mule mazao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho ambayo ni ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu ambacho ni cha Kutoka 32 kifungu ambacho ni cha kwanza. Exodus 2 and verse 1. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya katufanyizie miungu itakayo kwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Amen. Watu walipoona Musa amekawia, amekawia sana kushuka kutoka mlimani. Unajua delay ni kukawia.
umekaa pahali pamoja sana na umekawia kutoka mahala hapo. Angalia, watu wakasema nini? Wakasema, walimkusanyikia Aroni na kumwambia, njoo tutengenezee miungu iliyotutangulia, kwa maana hatujui ni kwa maana huyu jamaa yetu Musa aliyetupandisha kutoka Misri, hatujui ni jambo lipi lililomupata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Licha ya kwamba Mungu amekutendea mambo makuu, unaona ya kwamba vitu vimechelewa kukuja, unaasi huyo Mwenyezi Mungu, unasema ya kwamba nimesikia ya kwamba fulani alienda kwa mganga fulani na maisha yake yakawa ni maisha yaliyo mazuri. Ukaacha Mungu aliyekutoa Misri katika mkono ambao ni wa Farao. Ukaacha Mungu aliyekutoa kwa mateso kwa miaka 430, ukajitengenezea miungu ambayo ni vinyago ambayo unaviona kwa macho yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakasema, hatujui ni jambo gani ambalo limetukia. Tulituma huyu mtoto Nairobi, lakini hatuoni kitu kikuja. Hatujui ni jambo gani ambalo limetukia. The spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo ndio vitu ambavyo vinatuhangaisha katika maisha. Tunapotoka katika njia zake Mwenyezi Mungu na tunakuwa na miungu ingine ambayo ni badala ya Mungu aliyowa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Daudi katika hii, hatutasoma hii vifungu, katika hii vifungu soma kwa wakati wako tutasoma Zaburi 38:22, Zaburi 70:1 na Samueli 21:8. Akasema ya kwamba make haste and help me. Make haste. Fanya haraka Mwenyezi Mungu ukapate kunisaidia. Tumekwama pahali pamoja sana, lakini wacha ombi letu kwake Mwenyezi Mungu. Fanya haraka Mwenyezi Mungu ukapate kunisaidia. Katika hali hii Mwenyezi Mungu, nimechoka. Fanya haraka ukanisaidie. Daudi akasema ya kwamba fanya haraka unikomboe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo Samueli akasema ya kwamba the king's business needs haste. Mfalme anataka kitu cha haraka. Akipeana order ya kwamba tumevamiwa na tusileki, inamaanisha ya kwamba tutaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo the king's business needs haste. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Abrahamu, licha ya kwamba alikuwa ni baba wa imani, alikuwa ni mtu ambaye ni mcha Mwenyezi Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anatembea katika njia zake Mwenyezi Mungu, lakini tunaona roho ambayo ni ya kuchelewa iliguza maisha yake na vitu vikachelewa kukuja kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, ni kwa nini? Ni kwa nini Mwenyezi Mungu ninakutumikia? Ni kwa nini Mwenyezi Mungu nimejitolea? Ninakutolea fungu la kumi, ninaingia kanisani, ninakuabudu, lakini roho ambaye ni ya kuchelewa inaandama maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ni roho ambayo inatakikana tukapate kuambia Mwenyezi Mungu ya kwamba Mwenyezi Mungu ukapate kutusaidia kutoka katika hiyo roho ambayo ni ya kuchelewa, ambayo inashika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yusufu, mtumishi wa Bwana. Yusufu akadharauliwa na ndugu zake. Wanasema ndugu zake walimvua Yusufu ile kanzo yake ya rangi mingi, na walinuia mara ya kwanza wamuue, lakini kwa ajili ya ndugu yake yule akasema ni damu yetu tusimuue. Walimfunga mikono nyuma na wakamfunga miguu, na Yusufu aliingizwa kwa shimo, kichwa ikiwa imeangalia chini, ya kwamba akapate kuingia aangukie kichwa kufa. Lakini Mungu alipindua hizo vitu, Yusufu
hakuanguka na kichwa, lakini alianguka na mwili mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunaona ya kwamba licha ya hivyo wamemvua lile joho, walimuuza kwa Ishmaeli akiwa yuko uchi, roho ya kuchelewa. Wakamuuza akiwa yuko uchi. Wale ambao ni maadui wako wanataka wakuje wakuvue chenye uko nacho, wakuuze ukiwa uko uchi. Wakamuuza kwa Ishmaeli akiwa yuko uchi katika nyumba ya Potifa. Potifa wakati alitaka kulala na yeye, naye akasema siwezi fanyia bwana wangu jambo kama hili. Tunaona ya kwamba Yusufu alifungwa miaka 3.5 gereza. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kuchelewa. Kuna kitu ambacho kimesimama katika mlango wako, kinataka kukuja katika maisha yako, lakini kuna mtu ambaye naye amekuja kusimama mlangoni, anasema ya kwamba hautapata. Nikiangalia katika jamii yenu, hakuna mtu ambaye amepata hiyo kitu. Roho ambayo imesimama katika mlangoni, tunakataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Paulo anasema ya kwamba an effective door has been placed before you, but there is someone who is standing that door. Mlango ulio mzuri na mlango ulio wazi, mlango wa kwenda ng'ambo, mlango wa kupata promotion, mlango wa kupata hiyo kazi, mlango wa kuinuliwa, mlango wa kufanikiwa kibiashara, lakini kuna mtu ambaye amekuja kusimama katika huo mlango. Tunakataa kila sauti yoyote, tunakataa kila madhabahu yoyote iliyoinuliwa kinyume na maisha yetu. Tunakataa mizimu yote ambayo imetoka kwa kaburini, watu ambao walikufa wakiwa hawana kitu, waliokuja kusimama katika mlango wetu ya kwamba tusije tukafanikiwa. Ninakataa hiyo roho, ninakataa huyo moto katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akafungwa, akawekwa kwa jela, akatolea watu ndoto, na mambo yale yalisema yote yakatimia. Lakini akasema ya kwamba munikumbuke, munikumbuke mambo yenu yatakapokuwa mazuri, munikumbuke. Mtakapoona ya kwamba mmefanikiwa, munikumbuke. Mtakapoona ya kwamba mmepromotiwa, munikumbuke. Mtakapoona ya kwamba Mwenyezi Mungu amewafungulia milango, mumeenda ng'ambo, mmepata kazi kubwa, munikumbuke. Lakini wakasahau roho ya kuchelewa. Watu ambao umelea, watu ambao umeng'ang'ania, watu ambao umejinyima hata chakula mzuri, mavazi mzuri, ukatembea hata na nguo moja, mpaka watu wakakujua ya kwamba angalia yule mtu mwenye ako na nguo moja, wash and wear. Lakini kapika bahari, wakati wameinuliwa, wanasema ya kwamba hatuwezi tukakukumbuka. Wamekusahau. Roho ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mchana huu wa leo, nguvu zozote zile ambazo zimesimama nyuma ya nguvu ya roho ya kuchelewa, ya kwamba wale ambao tumekuza watu wengi, tumelea vipawa vingi, tumelea watoto wetu, tumelea watu ambao walikuwa hawana kitu katika jamii, na walipoinuka wakapata upeo wa kukua juu, wametusahau, hawatuoni kama kitu katika jina la Yesu. Hiyo roho ambayo Baba inawaandama ya kwamba watusahau, tunakuja hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndiposa ndoto ilipokuja, ndoto ambayo ya kutatanisha, ndoto ambayo imesumbua, Farao ndio yule mtu akasema ya kwamba ninakumbuka kuna mtu tulifungwa naye kwa jela, ninakumbuka, aliniambia mambo yangu na ikakuja kutimia hivyo. Niliona huyo mtu yuko na Mungu ndani mwake, yuko na Mungu ndani mwake. Ni mtu ambaye anaweza kukunenea mambo nikatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Haleluya. Niko hapa kuambia mtu ya kwamba roho ambayo ya kuchelewa ambayo imekuweka kwa vifungu, sijui umekaa kwa vifungu kwa muda gani. Kuna watu ambao wamekaa kwa vifungu zaidi ya miaka 20. Yusufu alikaa kwa kifungu miaka 3.5. Sijui wewe umekaa kwa vifungu miaka ngapi. Inaweza kuwa katika maisha yako umekaa kwa vifungu, unajaribu kutoka katika hilo jambo lakini kifungu kimekushikilia. Unajaribu kutoka kwa madeni lakini madeni yamekushikilia. Unataka kutoka kwa hiyo tamaa ambayo ni ya mwili lakini hiyo tamaa imekushikilia. Hiyo ni roho ambayo ni ya kuchelewa, imekuweka pahali pamoja ya kwamba usitoke hapo. Katika jina la Yesu Kristo ninafungua hiyo milango, ninakuondoa katika hizo jela, ninakuondoa katika hiyo mahangaiko, ninakuondoa katika hiyo kilio, ninakuondoa katika hiyo taabu, ninakuondoa katika huo huzuni, ukapate kufunguliwa, pata uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova. Asante kwa yale yote ambayo unatenda. Asante King of Glory. Asante Mtakatifu. Asante Abba Father. Asante Adonai. Asante kwa kutenda. Asante kwa kutembelea watoto wako. Asante kwa kuwafungua mchana huu wa leo. Jehova Mungu mwenye rehema, hiyo kilio Baba kimetosha. Hayo mateso yametosha. Mungu mwenye rehema, hizo taabu zimetosha. Zimefika mwisho. Oh Mungu mwenye rehema, wafungue, waweke huru katika jina la Yesu. Hallelujah. Nyuso za kuchelewa. Faces of delay. Kuna uso wa kuchelewa. Shetani, when he puts a mark on you or a spot on you and you remain in one situation to the rest of your life, it is a face. Uso wa kuchelewa. Ameweka alama kwako. Tumekuwa katikati ya ibada ya wiki tukizungumza kuhusu alama. Alama, adui anaweka alama kwako ndiposa akapata kukutandika vizuri kabisa na kuweka chini. Lakini sisi nasi tunataka tuwekwe alama ya damu ya mwana kondoo, ndiposa nasi tukapate kumshinda huyu adui. Haleluya. Ameweka alama kwako. Amekuqualify ya kwamba you are not going to get out of this situation. You are not going to get out of this comfort zone. You are going to remain here to the rest of your life. Amekuwekea vizuizi, boundaries, barriers, ya kwamba you cannot cross beyond this. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna wenye wamewekewa vizuizi ya kwamba hawawezi wakakuza 1,100, na wakikuza 1,100 kitu ni lazima itendeke. Vizuizi, roho ya kuchelewa. Wengine wamewekewa vizuizi ya kwamba hawawezi pita pahali penye watu wao hawakupita. Wamewekea hiyo alama na wamekuweka katika eneo moja. Uzungukie tu eneo moja. Unaona tu Kiambea. Huoni Ruaka ya kwamba kuna maendeleo. Huoni Nairobi kuna maendeleo. Huoni Gashia, huoni Banana. Unazungukia pahali moja. Umewekewa alama ambayo ni ya shetani ya kwamba ukapate kuzunguka mahala pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Neno likaniambia hatua ya mwenye haki ni taa ya kung'aa na kung'aa na kung'aa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha maisha yako ikapate kung'aa na kung'aa na kung'aa na kung'aa. Ukapate kwenda katika kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Najua leo hauna kitu. Najua leo unalia, lakini kesho yako itakuwa ni bora. Haleluya. Hiyo roho iliyokuwa inakuandama ikikuweka katika kiwango kimoja, na kataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pastor Mike, tusomee hiki kifungu. Deuteronomy 1:6. Alafu Deuteronomy 2:3. Muone vitu vyenye viko hapo. Uso wa roho ya kuchelewa. Wamekuwekea alama ukae katika eneo moja, mahali pamoja kwa maisha yako yote. Deuteronomy 1:6.
nasema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, kasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Hivyo tu. Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Angalia, Roho inakuambia ukae tu katika huo mlima. Hebu soma maliza hapo. 7. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya mlima ya Waamori na mahali pote palipo karibu ya hapo, katika hiyo Araba na nchi ya vilima na huko Shefela na Negebu na pwani nchi ya Wakanani na Lebanoni mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Hapo sana. Haleluya. Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Lakini neno linasema ni geuke. If you want change, ukitaka mabadiliko ndani ya maisha yako ni lazima ukapate kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uvunje kingo. Uvunje hizo vitu ambavyo vimekufanya umekaa. Neno linasema mmekaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Hebu soma hiyo 2. 2 ngapi? 2 ngapi? 2 kuanzia 2 hadi 3. Kumbuka Torati 2 hadi 3. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni pande ya kaskazini. Ni hivyo tu. Kisha Bwana akaniambia, umetembea kuzunguka nchi hii na milima yake kwa muda wa kutosha. Inamaanisha ulikuwa confined mahali hapo kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Theologians wanasema ya kwamba safari ya kwenda Canaan it was just a 1 week journey. Lakini roho ambayo ya kuchelewa ilifanya wana wa Israeli wakazunguka kwa mlima huo Horebu kwa miaka 40. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapotuonyesha nyuso ambazo ni za kuchelewa, anasema ya kwamba pahali ambapo umekaa hapa sasa ni wakati wa kusema kwamba enough is enough. Imetosha. Hizo kingo ni lazima tukapate kuzivunja. Hayo madhabahu ni lazima tukapate kuyavunja. Hatujui wazazi wetu walisema nini, lakini hayo madhabahu ni lazima yakapate kuvunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekaa mahali pamoja. You are confined at one place. In the comfort zone. Watu wengine wanatoka wakifanya vitu, lakini wewe umekatalia pahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Spirit ya delay. Spirit ya delay. Unazunguka tu, badala ya kufanya kazi, unazunguka tu. Uko tu na roho ya kuzunguka tu, nyumba moja hadi nyumba nyingine, alafu narudi kwako. Hiyo ni roho ambayo ya kuchelewa. Lakini Mwenyezi Mungu mchana huu wa leo anatuambia ya kwamba tukapate kugeuka na tukapate kutoka mahala hapo penye tumekwama. Ni kwa maana imetosha. Imetosha. Imefika mwisho. Haleluya. Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba your input doesn't match your output. Ni lazima ukapate kutoka pale. Ikosa ukapate kuona nyongeza kwa maisha yao. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mageuzi ni kitu cha maana kwa maisha yetu. Ni lazima ukapate kutoka in our comfort zone. Mwenyezi Mungu akapate kufanya jambo ambalo litaleta upasio katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uso wa pili, alafu nikaribishe mtumishi akapata kutuombea. Hii roho na uso wa pili, hii ni roho inayoweza leta vipingamizi na vizuizi kwa maisha yako. Kuna kitu ambacho kinaleta tu vipingamizi. Yaani wewe umekuwa tu the opposition katika familia, mtu wa kupinga vitu, mtu wa kupinga vitu. Tunasema ya kwamba naona ya kwamba tungalifanya biashara. Hiyo ni kupoteza pesa. Naona ya kwamba tungeliekeza hata tuweke kwa kang'ombe. Ya kwamba haka kang'ombe baada ya mwaka moja kataleta faida. Mtu amesimama tu ni wapingamizi, anasema ya kwamba haiwezekani. Hizo pesa wacha tununue chakula ama tukule ama tustarehe. Bwana Yesu asifiwe.
Hiyo ni roho ambayo ni ya kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You have to build yourself and you have to build your spiritual muscles. Paulo akasema hivyo. Ujijenge na ujenge misuli yako ambayo ni ya rohoni. Ndiposa hii vitu ambavyo ni vipingamizi na vizuizi kwa maisha yako vikapate kukuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ambacho ni cha Wathesalonike 2:18. Wathesalonike wa kwanza 2. Wathesalonike wa kwanza 2:18. Nasema kwamba kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Amen. Maana tulitaka kuja kwenu, hasa mimi Paulo nilitaka kuja kwenu tena na tena, lakini shetani akanizuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani kuna vitu ambavyo Mungu anataka vikuje kwako, lakini shetani amesimama ya kwamba amekuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Danieli akaomba akitaka breakthrough, lakini shetani yule mnyungu wa Ashuru wa Persia akasimama kuwazuia ya kwamba asipate hiyo breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni roho ambayo inaleta vipingamizi na vizuizi katika maisha yako. Haleluya. Kwa ajili ya watoto naomba tu nikapate kuachia hapo, tutamaliza hili somo nikikaribisha pastor akapate kutuelekeza katika maombi. Karibu.